Mtazamaji wa Lobby TV, kama unavyotutazama hapa, tupo katika kijiji ambacho ni jamii ya Wahadzabe. Wengi hawajui kama jamii hii inapatikana hapa nchini Tanzania. Inapatikana katika wilaya ya Karatu ambayo ipo upande wa, kama ukifika Arusha unaenda Karatu, utaelekea katika kijiji cha Mongora ambapo ndo jamii inapatikana. Jamii imekuwa maarufu sana duniani. Wengi wakipenda kuja hapa, wamekuja wageni wengi kutoka mataifa mbalimbali. Hasa wengi wanataka kujua ni kwa nini au ni kitu gani kinafanya jamii hii limekuwa jambo la ajabu. Wao wanaishi kwa kula nyama na matunda tu, na ndio maana ukimtazama Dudukwe akiwa ameshiba kabisa, ni kwa sababu anakula nyama ambayo na matunda ambayo yanafanya miili yao iwe imara. Hapa tunavyoongea nipo na Dudukwe pamoja na mtoto wake. Bwana Dudukwe, mambo vipi? Mambo ni fresh. Mambo ni fresh. Mambo ni fresh. Alafu mimi naitwa Dudukwe katika kwenye nchi ya Tanzania. Niko fresh. Niko maarufu katika kwenye Tanzania. Niko bomba kabisa. Pamoja na mwenzangu Chaba, na Chaba mwenzangu hayuko. Sasa hivi nimebaki mimi. Hasa ilichobidi napenda katika kwenye mambo yangu mimi niko fresh sana. Alafu niko na kijana wangu hapa ambao anaitwa ni Tititi. Ni fresh sana, tuko fresh. Kwa kote taba wa sepa abi taba picking kuchalembe kwa badu bad kata sepa. Dudukwe, watu wanataka kujua. Watu wanataka kujua neno Dudukwe maana yake ni nini, au kwa nini unaitwa Dudukwe? Maana ya Dudukwe ni mtu yule ambao mwindaji kabisa. Maana ya Dudukwe ni mtu mwindaji kabisa ambao ni mimi ambao maarufu kabisa katika Tanzania nzima. Mimi ni Dudukwe. Tuko pamoja na Chaba. Ni wanyama gani unaopendelea sana kula? Nyama ninayopendelea sana kuwa ni nyama ambao ni nyani. Neeko hoko kwa pum. Ikaenda bako tukotoa kwa kapeta. Baya ashkujia mkwa. Wewe na Chaba mkubwa nani kwa umri? Chaba ni mkubwa. Chaba ni mkubwa. Chaba ni mkubwa, mimi ni mdogo wake. Wewe una miaka mingapi? Chaba ni mkubwa sana. Mimi ni mdogo. Mimi sasa hivi katika kwenye miaka yangu mimi na miaka 30. Miaka 30. Miaka 30 na nina watoto 3. Una watoto 3? Wa kike wangapi na wa kiume wangapi? Kiume ni mmoja, alafu masese tawako Piepe. Wawili hao. Wawili pamoja na kijana mmoja. Alafu yuko na huyo wamekuwa 4 sasa. Na huyu jina lake anaitwa nani? Tititi. Anaitwa Tititi. Tititi. Ani achi, si unamwona? Namuona. Iyo. Na Chaba mke wako yuko wapi sasa hivi? Sijui Chaba mke wake sasa hivi. Samani, mke wako wewe Dudukwe yuko wapi? Nyumbani. Yupo nyumbani. Na huyu mtoto wako umesema watoto wengine wapo shule? Wako shuleni, 3 wako shuleni. Huyu hapa mwingine.
Una nyamaza ya wapi na wepe unapata wapi hela za kuwapeleka shule ya Duduku? kuwapeleka shuleni? Tunatumia katika kwenye jamii, ndio tunawapeleka shuleni waende wakasome huko. Na huyo nataka aende huko kwa sababu ni mkorofi. Anaitwa Tititi. Anaitwa Tititi. Tititi. Mkorofa. Bwana Dudukwe, umeongea vitu vingi. Kuna kitu kimoja nilitaka mimi nikijue. Wanasema neno Dudukwe maana yake kuna mnyama anaitwa Dudukwe. Nyama gani? Sasa Dudukwe hilo jina ulilipataje? Hiyo nyama ambayo uliosikia wewe ni tofauti. Dudukwe ni jinsi ambao babangu mimi, kuna babu wake ambao anaitwa Dudukwe. Kwa hiyo umechukua jina la babu? Nimechukua jina la babu, sio ya baba. Nimechukua jina la babu, hiyo ndio ikawa jina langu mimi. Nikawa Dudukwe. Ukiniita Dudukwe au uniambie Mdudu, iko frosho. Iko frosho. Safi sana. Mungu ananijua sana. Nashukuru. Sasa Dudukwe, rais wa Tanzania unamjua? Rais wa Tanzania mimi namshukuru Samia. Unamshukuru Samia? Asante sana. Ni kitu gani unakifurahia kutoka kwa katika kwenye akili yangu? Samia ananipenda. Samia ninawinda vizuri, ninaenda sehemu ya kuwinda, ninawinda asali, mpaka natembea kwenye mambo za asali, na shoka yangu nawashibisha hao watoto. Alafu bado na bangi navuta. Bado na tumbaku. Unavuta? Polini huko. Mkikosa naleta chakula ya hawa, alafu washibe. Alafu nikishafikisha hata sado, nauza huko kwa Wambulu. Nauza hata huko kwa Wambulu, alafu naenda huko kuchukua debe na niletea huyo ashibe. Ale. Akule. Ashibe. Ashibe na si unaona na fly. Na mama yako ashibe. Wote. Nitakiwa aende hata shuleni kule. Akapata elimu. Akapata elimu kwa sababu amekuwa. Kaitati sigweko tati koke weke ngato. Sasa Dudukwe, ningependa mimi kujua, unapowinda ukakosa wanyama, ni chakula gani hasa ambacho wewe unapenda kula? Napakua asali, napeleka ashibe huyo na mama. Na mama? Asali kama hamna? Asali kama hamuna, si nitawinda hata makwale inakuwa frosho. Makwale? Alafu unga iko nyumbani. Mama nikipeleka hiyo inakuwa mboga. Shiba na watoto yangu. Tunalala sasa. Kuna neno gani ambalo unapenda kuambia wageni ambao wanapenda kufika eneo hili? Kitu ambao ninayojua mimi ni maneno ambao ninayowinda. Tunayowinda sisi ni wawindaji. Sisi ni wawindaji. Asubuhi nikishaamka naanza kuosha tu macho na kusepa sehemu ya kuwinda mimi. Kutafuta mambo ya mboga, kutafuta mambo ya ndege pamoja na asali, kuwaletea watoto yangu washibe, wapate akili ya kukua. Baadaye nikiwaambia kuwa nyewe mnaondoka kwenda shuleni, serikali ananiambia kuwa
wameshakuwa kuwa watoto wako, hasa ilichobidi tuwasomeshe waende shule. Ndio maana wengine wameshaenda, hasa huyu amebaki.